لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sala na salam zimeendee bora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wake wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo tunamwomba Allah atujalie na sisi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema, Allahumma amin. Hapa tuko kwenye masjidi ambayo ni moja katika misikiti ya kihistoria katika misikiti ya Kiislamu ambao unajulikana kwa jina la Masjid Quba. Masjid Quba ndio msikiti wa kwanza ambao Mtume alayhi salatu wassalam amejenga, ndio msikiti wa kwanza kujengwa katika Uislamu. Tukisema ndio msikiti wa kwanza kujengwa katika Uislamu, bi maana ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshiriki katika kujenga au amejenga akiwepo hapa Madina. Ila la sivyo kuna misikiti ambayo iliyotangulia, mathalan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa umeutangulia Masjid Quba. Kadhalika Masjid al-Haram kule Maka umetangulia Masjid Quba. Kwa ukija katika kitarikhi, katika historia, utakuwa kama ni msikiti wa tatu katika kujengwa. Lakini tunaposema msikiti wa kwanza kujengwa katika Uislamu, bi maana Mtume alayhi salatu wasalam kwa kupewa kwake wahi baada ya wahi, huu ndio msikiti ambao umeanza kujengwa. Na huyu msikiti umejengwa ambao tunaweza tukasema ni mwaka wa kwanza wa Hijiria, yani baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhama kutoka Maka kuja Madina. Mtume alayhi salatu wasalam alipotoka Maka kuja Madina, alifikia katika huyu mji, katika mji Hayy Quba. Mji ni mji ambao unaitwa Quba. Sasa alipofikia hapa, kwa hiyo huu msikiti akawa ameshiriki katika kujenga kama jinsi wanavyoelezea wana wa historia, naye pia alikuwa akinyanyua mawe kwa kuja kujenga. Lakini ulikuwepo msikiti ambao ulikuwa umejengwa na wanafiki ambao unajulikana kwa jina la Masjidun Dirara. Huyu msikiti ulikuwa umejengwa na wanafiki, haikuwa kwa ajili ya kiucha Mungu. Wakawa wamemuitisha Mtume sallallahu alaihi wasallama aje kusalia kwenye huyo msikiti. Walipomuitisha, Mtume alitaka kwenda. Jibril alayhi salatu wasalam akateremka kuja kumtahadharisha na kumkataza. Na ndio pale Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Tauba akasema la taqum fihi abada, usisimami kwenye huyo msikiti kamwe, yani usiende kusalia kwenye huyo msikiti kamwe, ambao ndio ile Masjid Dirara. Allah akawa amemwambia la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi, msikiti ambao uliojengwa kwa uchamungu, kuanzia mwanzo umejengwa kiuchamungu, ndio haki zaidi ya wewe kusimama kwenye huyo msikiti. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, kuna watu huko ndani, kuna watu huko ambao wanapenda kujitakasa, wanapenda kujisafisha, wanapenda kujitaharisha. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, na Allah anapenda watu wenye kujisafisha. Allah anapenda watu wenye kujisafisha. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemkataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda kusalia kwenye Masjid Dirara na kumwamrisha asalie kwenye Masjidun usisa ala taqwa, ambao ndo Masjid Quba. Yani hili neno kwenye hii aya makusudio yake yanakusudiwa ni Masjid Quba. Mtume alayhi salatu wasallam akawa ametoa amri ile Masjid Dirara ibomolewe na kuchomwa ili ifutwe katika historia. Na ndio maana hauwezi ukaona mahala ambapo pako huyo msikiti, kwa sababu umebomolewa tangu zama za Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa ndio ukawa umejengwa huyo msikiti, ukawa ndio msikiti wa kwanza umejengwa katika Uislamu. Msikiti umejengwa mwaka wa kwanza Hijiria. Naam, kama gisi tuko tunazungumzia historia ya Masjid Quba, msikiti ambao tumesema umejengwa katika Uislamu. Tukitazama hapa kwenye hii jadwali yetu hapa, hii pankarte yetu, wanatuandikia kwamba hii sehemu ni sehemu ambapo ilikuwa ni nyumba ya sahaba ambaye anaitwa Kulthum ibn al-Hadam.
jina la sahaba. Akisi tunafahamu kwamba Kulthum ni jina la mwanamke nyumbani kwetu. Lakini unaona huyu Kulthum alikuwa ni mwanaume. Kwa hiyo unaweza kuzaa Sheikh Qudra, unaweza kuzaa mtoto wako au Sheikh Abbas ukampanga jina la Kulthum. Kama watu watocheka nyumbani, watakwambia mtoto unimpa jina la Chanakiki. Sawa. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ambapo palikuwa nyumba ya sahaba mtukufu ambaye anaitwa Kulthum ibn Hadam. Katika familia ya Bani Amr ibn Aufi min al-Aus, alikuwa katika ile kabila la Aus. Nafahamu kwamba vile palikuwa makabila mawili, palikuwa al-Aus wal Khazraj. Ndio makabila yalikuwepo hapa Madina na yalikuwa na magomvi kiasi fulani ya makabila. Al-Aus wal Khazraj walikuwa wapatani. Mtume alayhi salatu wasalam akawa ni mwenye kuwapatanisha. Sasa huyu alikuwa katika kabila la al-Aus na anasema kwamba vile amekufa baada ya hijra, mtume kuhama Madina, baada ya muda kidogo ndo akawa amefariki. Na nyumba yake inapatikana kusini, yani kati ya kusini na magharibi ya hii Masjid Quba. Sawa, kati ya kusini magharibi ya hii Masjid Quba, ambapo ilikuwa ni kusini kwa nyumba ya Saad ibn Khaythama. Sawa, yani nyumba ya huyu sahaba Kulthum ilikuwa chini ya nyumba ya Saad ibn Khaythama. Na Mtume alayhi salatu wasalam amefikia kwenye hiyo nyumba wakati alipokuja Madina. Alipokuja Madina kutoka Maka kufika hapa Madina, alifikia kwenye hiyo nyumba ya Saad ibn Khaythama. Allah amridhie yeye na masahaba wengine wote kwa ujumla. Mtume amekaa hapo siku za kutosha kabisa. Sawa? Alikaa hapo siku za kutosha katika huyu mji ambao ni mji wa Quba. Na kwenye nyumba hii pamefikia masahaba wengi sana, kama Kiswa anavyotuambia wakati wa hijra ya Mtume pamefikia kwa masahaba wengi. Kama Kiswa hapo alituandikia katika masahaba waliofikia humo ndanimo kuna Abu Bakr Siddiqi, kadhalika Ali ibn Abi Talib amefikia yuko, Al-Miqdad ibn Amr na yeye amefikia kwenye hiyo nyumba, Khabab ibn al-Arth na yeye pia amefikia kwenye hiyo nyumba, Abu Ubaida ibn al-Jarrah na yeye pia amefikia katika hiyo nyumba, na yeye pia katika masahaba 10 waliobashiriwa pepo. Saad ibn Khawla na yeye amefikia katika hiyo nyumba ya huyo sahaba, wa ghayruhum min sahabati al-kiram radiyallahu anhum, na wengineo wengi katika masahaba Allah waridhie wote kwa ujumla wamefikia katika nyumba hii ya sahaba mtukufu ambaye ni Kulthum ibn al-Hadam. Allah amridhie na masahaba wote kwa ujumla. Naam, tumeona pale tulipopaona ilikuwa ni katika mahala ambapo palikuwepo nyumba ya Kulthum. Palikuwepo nyumba ya Kulthum. Sasa na hapo unaona wanatuonesha katika mawqi hii hapa, bimaana mawqi dari sahabi Saad ibn Khaythama. Huyu sahaba Saad ibn Khaythama, kama gisi tulivyoona pale wanatuambia ile nyumba ya Kulthum ilikuwa kusini kwa nyumba ya Saad ibn Khaythama. Na hapa wanatuambia Saad ibn Khaythama ni katika masahaba watukufu, na yeye alikuwa katika familia ya Bani Salim katika ile kabila la al-Ausi. Na huyu Saad ibn Khaythama ni mmoja katika masahaba ambao waliofia katika vita ya Badri. Ile tunasikiaga wale masufi wanasemaga al-Badri. Al-Badri wanaandika majina wale masahaba walifia katika vita ya Badri, kisha wanapofanya ibada zao eti wako wanatawasal kwa wale masahaba, na hii haijuzu hata kidogo. Kwa hiyo hii nyumba wanatuambia na yenyewe pia inapatikana kusini kwa magharibi kwa huyu Masjid Quba, yani upande wake katikati chini na magharibi ya Masjid Quba vinakamatana, yani nyumba ya huyu sahaba na Masjid Quba viko sambamba, yani vinashikamana moja kwa moja. Kwenye hii nyumba kwanza tumeona kule kwenye Daru al-Kulthum ndio penye Mtume sallallahu alaihi wasallam amefikia akakaa pale muda. Ama kwenye hii nyumba ya Saad ibn Khaythama, yeye Mtume alayhi salatu wasalam amekuwa anapokelea yuko wageni wenye kuja. Wageni walikuwa wakija kutembea ndio alikuwa anawapokelea kwenye hii nyumba ya Saad ibn Khaythama, anawafikishia hapo kisha anawaleta kwenye masjidi yake Quba. Na kwenye hii nyumba pia ya huyu sahaba pamefikia kwa masahaba wengi tu, kama Giswa anatuandikia pale palifikia kwa Hamza ibn Abdul Muttalib, huyu ni baba yake mkubwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika Zaid ibn Haritha, kadhalika Abu Marthad al-Ghanawi, kadhalika Abdullah ibn Mas'ud na amefikia hapo, kadhalika Dhushimalain ibn Abdi Amri na pia amefikia hapo, Suhaib ar-Rumi amefikia hapo, Bilal al-Habashi muadhini wa Mtume na pia amefikia kwenye hii nyumba,
na masahaba wengine wengi kwa ujumla tu ambao walikuwa wakija wanafikia kwenye nyumba ya Saad ibn Khaytham. Hapa penye tupo kwenye Masjid Jumaa, ndio unaitwa Masjid Jumaa, ambao unaitwa Masjid Jumaa, unaweza kaitwa pia Masjid Atika. Yote ni katika msikiti, yote ni katika majina ya huyu msikiti. Baada kuona Masjid Quba na yale ambayo tulizungumza na kuhusiana Masjid Quba, kwanza kitu kimoja ambacho tukumbuke katika fadhila za Masjid Quba, hadithi ambayo imepokea Ibn Majah wa sahaha wa Sheikh Al-Albani, Mtume alayhi salatu wasalam anasema man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba, yoyote ambaye atakayejitaharisha nyumbani kwake kisha akatoka nyumbani kwake akaja Masjid Quba, fasalla fihi salatan, akasali ndani ya Masjid Quba sala yoyote ukasali ndani ya ile Masjid Quba, kana lahu ka ajri umratin, mtu huyo anakuwa yuko na malipo mfano wa malipo ya umra. Kwa hiyo ni fadhila ambazo watu wasio wanazipuuzia, na mara nyingi Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapenda kuja Masjid Quba yaum sabti, samedi, Jumamosi, ndio alikuwa anapenda kuja Masjid Quba. Mtu unaweza ukaja mashi au rakiba, unaweza ukaja kwa kutembea kwa mguu au ukaja kwa kipandwa, yote inakubalika na malipo ni yale ambayo utakuwa umeadiriki. Ukija kwa kutembea kwa mguu sawa, ukija kwa kipandwa yote sawa, hamna tatizo lolote. Kwa hiyo kama jinsi tulivyosema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Madina akafikia Masjid Quba. Masjid Quba alipakaa yeko takriban siku 4. Amekaa pale Quba takriban siku 4. Ilipofika Ijumaa sasa, wakati wa duha, kile kipindi cha asubuhi kama mida ya saa 3 hivyo saa 4, ile mida ilipofika, Mtume alayhi salatu wasalam akaanza msafara na masahaba zake. Wanatoka kule Quba ndo akawa anajielekeza huku ndani sasa mjini, ambapo ndipo kule wamejenga Masjid Nabawi. Kwa hiyo wametoka kule wamekuja taratibu ile siku ya Ijumaa. Walipofika hapa wakati wa Ijumaa ikawakutana wako hapa. Ilipowakutana wako hapa wakalazimika kusalia Ijumaa kwenye huyu msikiti. Wakasalia hapa Ijumaa. Ndio sababu ya kuitwa Masjid Jumaa. Na hii ndiyo anasema ndiyo Ijumaa ya kwanza kusaliwa baada ya hijra. Mtume kuhama Madina sallallahu alaihi wasallam, ndio Ijumaa ya kwanza imesaliwa kwenye huyu msikiti. Baadhi ya watu wanasema kwamba Ijumaa ya kwanza imesaliwa kwenye Masjid Quba. Hiyo Masjid Quba ni Mtume alikuwa bado hajahama hapa. Alikuwa bado angaliki zake Maka. Lakini Mtume kuhama Madina, Ijumaa ya kwanza kusaliwa katika Uislamu baada ya Mtume kuhamia Madina imesaliwa kwenye huyu msikiti ambao ni Masjid Jumaa. Na huyu msikiti kama kisa wanavyosema wana wa historia umirudiliwa yemo katika kujengwa kipindi cha utawala cha Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz, watu wengi wanapenda kumuita khalifa. Wakisema kwamba ni khalifa wa 5. Na hili ni kosa ambalo limizagaa hadi na kwenye baadhi ya vitabu vya sira, vitabu vya tarikhi, limizagaa hivyo kusema kwamba khalifa tu Umar ibn Abdul Aziz. Hili ni kosa. Sio khalifa. Kwa sababu gani? Watu wanamuita Umar ibn Abdul Aziz kuwa ni khalifa. Alafu Muawiya radhiallahu anhu wanamuita kuwa alikuwa ni maliki, alikuwa ni mfalme yeye, hakuwa khalifa. Na hii la yati. Kama tukichunguza hadithi inazungumzia masala ya khalifa, inaanza kwanza imguse Muawiya kabla kumgusa Umar ibn Abdul Aziz. Kwa hiyo Umar ibn Abdul Aziz ukimpa ukhalifa basi na Muawiya pia katika makhalifa. Na hii wanapenda kutumia sana Mashia kwa ajili ya kutaka kumchafua Muawiya bin Abi Sufyan. Na hili si sahihi. Kwa hiyo huyu ndio msikiti wa kwanza ambao pamesaliwa kwa Ijumaa. Yani ndio Ijumaa ya kwanza imesaliwa kwenye hii msikiti. Ijumaa ya kwanza wakati wa hijra, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina, ndio Ijumaa ya kwanza imesaliwa kwenye huyu msikiti, na ndio ikawa sababu ya kupewa jina hilo Masjidi al-Jumaa. Hadha billahi tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.